Peter Muna ni mwenyeji wa Singida kijijini Jineri. Nilikuwa mtumishi wa serikali kuu. Niliajiriwa na maliasili na utalii, idara ya wanyamapori Dar es Salaam, na katibu mkuu Dar es Salaam, kwa kupitia KK, the regional game officer, PO Box 69 Singida. Niliajiriwa nikiwa ni wakati huo cheo changu kilikuwa ni baggage attendant, yani mbeba mzigo. Yani mzigo ya askari, yani namsaidia askari anapokwenda polini. Baada ya kupelekwa wilaya ya Iramba, kijiji cha Mkalama, Ibaga, tarafa ya Kirumi, ikiwa kituo changu cha kazi ilikuwa ni kuwahudumia wahadzabe. Mwaka gani hiyo? Mwaka 70. Mpaka 72 nikachaguliwa kwenda wapi? Chuo cha wanyamapori Pansiansi Mwanza. Kuanzia 72 nikafuzu 73 tarehe 31 Septemba 73. Nikarudi kwenye wilaya yangu ya Iramba. Kituo ni hicho cha Ibaga, tarafa ni hiyo ya Kirumi. Basi nikafanya kazi kwa muda wa miaka 13 kuwahudumia wale wahadzabe wa porini. Baada ya hapo nilikuwa nawahudumia kwa kuwasaidia kuwapigia wanyama kila siku ya Ijumaa. Maana serikali, mpango wa serikali ulikuwa ni hivyo, kuwapa kuwapigia nyama siku ya Ijumaa, kuwapelekea kule polini walipo. Na ilikuwa tunakwenda kuwahudumia, yani mapoli menyewe huko ilikuwa ni mbuga ile ya Lake Eyasi ambaye ndio ina wanyama wengi. Kwa hiyo nimefanya kazi hiyo miaka 13. Mlikuwa mnawasiliana vipi na wahadzabe, kwa sababu najua lugha yao kidogo ilikuwa changamoto? Wahadzabe ni watu ambao wanajua Kiswahili, kwa sababu wao waliwekwa kwenye vijiji kwanza, wakasomeshwa wengine. Baadaye hao wakawa wanarudi mmoja polini, kwa kuwa wazee wao na nini walisema kwamba sisi hatuwezi kukaa vijijini, tunakufa ovyo, tunauawa ovyo. Sisi huku polini hatufi. Unaona, mpaka Mungu mwenyewe apende. Kwa hiyo nafikiri walikuwa wote wamerudi polini. Ndio maana ilikuwa wanajua Kiswahili, na ilikuwa vijana wanakuja mpaka mahala nilipo mimi Ibaga, kuja kuniona na kuwasaidia labda nguo nini za kujifunika, maana wao huko wanajifunika nguo za wanyama, ngozi za wanyama. Kwa hiyo walinielewa, kwa sababu nilifanya nao kazi kwa muda mrefu na niliwahudumia vizuri sana. Sasa baadaye huduma hiyo ndio nikawa nimepewa uhamisho wa kwenda tarafa ya Kinyangiri, kuitumikia tarafa ya Kinyangiri na Kinampanda, ikiwa iko wilaya ya Iramba, kituo changu kijiji cha Igugunu. Ni mwaka wa 83 mpaka nilipostaafishwa 94. Na hapo kile kitu mahitaji yako nilikuwa napewa, kwa maana kama mtumishi wa serikali mishahara yangu ilikuwa kama kawaida, naenda tu kupata mshahara wangu benki ya NBC tawi la Kiomboi Iramba. Kwa hiyo sikuwa na hudumio labda na halmashauri na nini. Pale kwenye halmashauri ilikuwa naenda
kama ni ripoti napeleka maliasili na utalii, yani maliasili wilaya ndio ilikuwa inapokea taarifa zetu mabwana nyama wote, wala sio mkurugenzi wala nani, ilikuwa ni bwana nyama afisa wa maliasili ndio ambaye alikuwa anatuhudumia. Vitu vingine vidogo vidogo kama hivi vya kwenda labda patrol na nini unalipwa, wanaita sijui nini kulipwa posho kama umetoka. Kulipwa posho ambaye tumeenda labda kufanya patrol wapi huko, kulinda wanyama na nini na kupambana na majangili. Kwa hiyo ilikuwa ni ofisi ya maliasili ya wilaya ndio ilikuwa inatuhudumia, lakini halmashauri ilikuwa tuko chini ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini mimi niliandikwa kazi na maliasili makao makuu Dar es Salaam. Ajira yako ilikuwa inataja hivyo? Yani ajira yangu ndio ilikuwa hivyo mpaka leo hii inavyonieleza, kwa sababu nina barua moja tu ya mwaka 70. Unaona bwana. Baada ya hapo nini kilitokea baada ya kufanya kazi? Haya, baada ya kufanya kazi baada ya kufanya kazi na Wahadzabe nikaja tena kwenye tarafa hizi, basi nikawa nahudumia mapori hayo ili majangili wasifanye nini, wasiue wanyama ovyo. Pori la Kinyangiri na Kihonda, unaona vijiji viwili ambaye vipo wilaya ya Iramba mkoa wa Singida. Ni wanyama gani walikuwa wanapatikana? Wanyama wanaopatikana ilikuwa tandala, ngiri, nguruwe mwitu, nini swala na wanyama wadogo wadogo digidigi nini, wanyama wengi tu kwenye mapori hayo. Ndio maana nilipokuwa nafanya doria, siku moja nikaenda kufanya doria kwenye vijiji hivyo ambaye nimevitaja, ya Kinyangiri na mapori ya vijiji vya Kinyangiri na Kihonda. Ndio nikaenda kupambana na majangili wakiwa wameua mnyama pori bila ya ruksa au leseni ya kuindia. Unaona bwana. Sasa ndio nikapambana nao. Sasa katika kufukuzana na nini, waliponiona wakakimbia, nikawa nafukuzana nao ili niwakamate, niwapeleke huko mahala husika ambaye ndio waende wakapate adhabu yao. Lakini sikuweza kufaulu hivyo. Ikawa nakimbizana na ikuwa mvua imenyesha asubuhi, ikawa kuna utelezi kwenye vichaka na nini. Basi nikaja kustukia kwamba ghafla tu nimeangukia kwenye nini katika ile mbio ambayo ilikuwa nafukuzana nayo kwa mbio kali. Basi nikaja kujikuta kwamba nimeteleza na nimeangukia kwenye korongo la mto. Na kumbe korongo hilo lilikuwa lina mti mkavu ambayo ulikuwa umekwama. Sasa nikaenda kulilalia juu yake. Sasa baada ya kulilalia, kwa sababu nilikuwa na wenyeji wangu ambao walikuwa wananiongoza kwenye ile pori, basi ikabidi kwamba wanipeleke wapi? Kwenye kituo changu Igugunu ili nikahudumiwe hospitali, kwa sababu ilikuwa najisikia maumivu makali. Baada ya hapo ikabidi kwamba nipeleke hospitali ya mkoa, kwa sababu hospitali ya wilaya ya Iramba ni mbali, ilikuwa maili 80 na hii ni maili 20, kwa hiyo ni karibu, alafu na huko ndio nyumbani vile vile. Kwa hiyo nikapelekwa pale nyumbani. Mdogo wangu ambaye yuko pale kijijini pale Singida akaambiwa, ndio akaenda kulipa nauli ya nini ya gari ambayo ilikuwa limenipeleka hospitali. Na nikapelekwa maliasili kupata 6 sheet ili niende nikatibiwe. Kwa hiyo 6 sheet ilitolewa na mkoa, maliasili mkoa wa Singida, na ikatiwa saini na bwana nyama wa mkoa na kulipwa malipo yake. Kwa hiyo huyo aliotoa nauli ile ya gari. Baada ya hapo nikafanyiwa, nikachunguzwa, ikaonekana kwamba ndani ya utumbo nilio kandamizwa na gogo
kumbe iliathirika kiasi fulani, ukagandamana na damu. Kwa hiyo ikabidi kwamba nifanyie operation ya kukatwa sehemu hiyo na kuungwa. Mpaka leo ninayo athari ya namna hiyo, ninayo utumbo wa plastic. Ndio maana unanisumbua kweli kweli mpaka sasa hivi. Kwa hiyo nilikaa pale. Huo utumbo wa plastiki uliwekewa katika hospitali hiyo ambayo umetaja? Yaani ni hospitali ya mkuu ya mkoa. Hospitali kuu ya mkoa wa Singida ndio nilifanyiwa hiyo. Unaona bwana? Kwa hiyo hadi sasa hivi unaishi na utumbo wa plastiki? Na ndio kweli, na ndio unaoniletea shida. Mimi sasa hivi nakula mkate tu na vitu vidogo vidogo hivi. Vitu vingine vigumu na nini hamna. Hata ukiwauliza ninaokaa nayo, shida ninayo hiyo. Na ndio inaonipa shida kwa sasa hivi, kwa sababu sina kitu cha kunikimu wala chochote kile cha kununua vitu ambavyo vinahitajika kwa mahitaji yangu hamna. Hasa nahangaika kweli, ndio maana mwili umedhoofika na mambo mengine yamejitokeza. Sasa hivi nahangaika na tumbo linanisumbua, mkojo na goma na kila kitu. Sasa nimeshindwa nifanye nini, kwa sababu ninaposema kwamba nani atanisaidia, sina. Watoto wenyewe hawakusoma, hawakuwa na kazi ya aina yoyote mpaka leo, na wamesambaa, wako kila mmoja anajitafutia maisha yake. Kwa hiyo mimi nimebaki tu na mama, nawe mama ndio hivyo tena, atanifanyaje? Mimi mwenyewe sina namna nyingine, nimebaki hivyo. Nikibahatika naomba kwa ndugu zangu na nini, wananitumia kidogo, ndio ninavyoishi mpaka sasa hivi. Na kibanda changu nafikiri kwamba kimeonekana kwamba ninapoishi ni mahala paduni, sina chochote. Unaona bwana? Vitu ambavyo ni rafiki vinatakiwa kwamba kama ni michuzi, nipate michuzi ambayo haijaungwa, ni supu tu, ndio hapo ndio inaendana na mimi. Nikichanganyiwa na vitu vingine, tumbo linanihangaisha kwa kweli, yani utanihurumia, kwa sababu yani linakwama kwenda yule mfumo wake wa unakwama. Kwa hiyo mpaka litakapo jirekebesha, ndio hapo na mimi nakuwa kidogo nafuu na naendelea. Umesema umetaja hiyo nini, supu umesema? Supu na vitu ambaye yani havileti gesi wala nini, ndio naweza nikatumia. Unaona bwana? Lakini nikitumia vile vya gesi na nini, kosa. Ugali wa sembe sili. Kwa sababu nikila yani siendi choo hata siku 5. Na nitakapo kwenda inakuwa kama nani mawe hivi. Inanikwangua kweli damu na nini. Kwa hiyo nimeacha kabisa. Labda dona, kama ni dona nipate na nini, na mboga ambazo zinahitajika. Kama ni maziwa na nini, hayo hayana shida. Vitu vyote ambaye Mikate je? Mikate si ndio ninaoishi naye. Hiyo ndio sana ndio hiyo. Ndio chakula changu kikuu na chai. Sasa kwa kuwa sina vitu vya kuenda sina hela ya kukimu namna hiyo kwenda kununua vitu vingine vya ndio hivyo nahangaika hivyo, na kunywa chai na mkate wangu kila siku. Kwa muda gani umekuwa ukitumia vyakula hivyo, kwa maana ya mkate na chai pekee yake? Yaani toka nimekuja Dar es Salaam ndivyo ninavyokuwa hivyo. Labda nikibahatika kama watu wameleta wameleta supu na nini, ndio inanisaidia kwa siku 1-2 basi. Lakini kwa sasa hivi hali imekuwa duni, sina chochote wala hakuna mtu anaoweza akanisaidia. Ndio maana nimedhoofika na kuambia nina matatizo. Na kila ninapokwenda hata kufuatilia kwenye mahala sehemu mbalimbali na nini, swala langu hili imekuwa ni ngumu. Nauli sina. Dar es Salaam umekuja mwaka gani? Dar es Salaam mimi nimekuja mwaka 97 kwa kufuatilia haya. Maana yake nilikuja na mafaili yangu kazina, nikaja ili nije nilipwe nini mapunjo ya mafao yangu ambaye sikulipwa. Hebu sasa tuanzie hapa. Hebu turudi
Nimepata ajali hiyo. Bado niko hospitali. Idi yangu nilipata miezi mitatu. Kuanzia mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo ina maana kwamba ni miezi mitatu. Tarehe 29 mwishoni mwezi wa 6 ndio idi yangu inaisha. Niko hospitali. Nikaletewa barua 2 kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Iramba. Nikaletewa pale hospitali. Nikaambiwa hizi barua zako bwana. Barua ya kupandishwa cheo kipya ambaye ni askari wanyamapori mwandamizi grade 2. Unaona bwana. Na barua ya kustaafishwa kazini ya tarehe 29. Nikakabidhiwa zote barua hizo tarehe 30 moja kwa moja kwa pamoja. Sasa mimi kwa kuwa niko kitandani na nini sikuweza kuchunguza na nini. Unaona bwana. Baadaye kuja kuchunguza na nini nilipotoka hospitali kwenda nyumbani. Sasa nikaenda kuona wenzangu ambaye walistaafishwa kama mimi. Wanapata nini pensheni zao ambaye walikuwa wamekatwa. Sasa na mimi mmoja wapo nakumbuka nilikuwa nakatwa pension. Nilikuwa na kitabu cha benki ambaye ilikuwa anakwenda kuchukulia wapi hela yangu wapi, benki ya NNPC tawi la Kiomboi. Pamoja na kitabu ambaye kilikuwa cha kukatwa pensheni yangu, ambapo barua yangu ya barua yangu ya kuajiriwa imeandikwa kabisa ilikuwa nakatwa NPF wakati ule, sio NCCF. Ilikuwa NPF mpaka leo. Na ndio maana mimi mafao yangu pension ambayo nimekuja kuunganishwa baada ya serikali kuja kufanya nini? Kutangaza kwamba watumishi wote ambao walipewa mafao yao kwa mkupuo na nini hawakulipwa pension basi wafanye nini? Wameunganishwa. Ndio mimi mmoja wapo nikaunganishwa kwa sababu mimi nilikuwa niko hazina ndio nafuatilia hii swala. Sasa nikaenda hazina nikawaambia mkuu baada ya kupona sasa. Baada ya kupona. Nilipokuja Dar es Salaam huko. Sasa nikawa napilika kwenda wapi? Hazina. Nilipoenda hazina nikaenda kukuta kwamba kwenye faili langu la hazina ambaye malipo haya yalitengenezwa wakati mimi nikiwa mgonjwa huko kwamba nimelipwa. Ikaonekana malipo haya yamelipwa ya hundi 3 ambaye hayana pensheni. Unaona bwana. Baadaye walipogundua hivyo wakasema bwana hatuwezi sisi ni walipaji. Tunataka uhakika. Kwa nini huyu alikupa hundi yetu moja ya exgratia? Mwaka gani hapo? Ni mwaka 97 hiyo. Unaona bwana.